tunakuhabarisha na kukuelimisha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن اخلاقنا بالحلم وسهل لنا ابواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم الهمنا علما نعرف به اوامرك ونعرف به نواهيك، وارزقنا اللهم بلاغة فهم النبيين وفصاحة حفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين، وأكرمنا اللهم بنور العلم وسرعة الفهم وخرجنا من ظلمات الوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة والأخوات المشاهدون في هذا البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu zangu watazamaji katika chaneli yetu hii ya ofisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar, tunakukaribisheni sana katika kipindi hiki ambacho ikiwa ni muendelezo wa vipindi vyetu vya darsa ya Ramadhani al-Karim, na ikiwa hivi sasa tupo katika kumi hili la pili tumelimaliza na tunaingia katika kumi la tatu la Ramadhani. Na kusema la ukweli, tunapouangalia mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, mwezi wote ni khairi na ndani yake kuna baraka na ndani yake neema kubwa kabisa. Kwa hiyo kwa Muislamu anatakikana moja kwa moja kuweza kushughulikia na kupania kuweza kutafuta zile fursa ambazo zimo ndani ya Ramadhani. Na bila shaka katika uzungumzaji wa mada yetu ya leo hii, ikiwa ndio tupo katika kuimalizia Ramadhani yetu, kumi la mwisho hili la Ramadhani, tuchukue dakika chache hizi kuweza kuizungumzia hasa tutazungumzia kuhusu habari ya kumi la mwisho. Lakini hili kumi la mwisho la Ramadhani limefungamana vile vile na makumi mawili ambayo yametangulia huko mwanzo. Sasa ili tupate faida na mjumuisho wa makumi yote matatu haya, tuangalie kwanza lengo la hii Ramadhan imeletwa kwa lengo gani. Naam, tunaporejea katika Qur'ani al-Karim, aya ambayo imetutaka na kutuamrisha kwamba ufaradhi wa kufunga mwezi wa Ramadhani, Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kwa maana enyi ambao mliamini, mmefaradhishiwa juu yenu siyam, funga ya Ramadhani, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama wale ambavyo walivyofaradhishiwa waliotangulia kabla yetu sisi katika nyumati zilizotangulia huko nyuma, la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Kwa hiyo tunakuta hapa katika faida na mafunzo tunayopata ya aya hii kwamba tumeletewa hii Ramadhani kwa madhumuni ili tuweze kuwa ucha Mungu. Na tunapozungumzia Ramadhani, bila shaka ndani yake kuna mkusanyiko wa amali tofauti ambazo ndani yake tunazifanya katika ibada, ikiwemo ibada hii ya asiyam, ibada ya funga. Sasa tuweze kufikia ucha Mungu. Kwa hiyo tunaposema ucha Mungu ni kitu gani? Maana ucha Mungu manake ni fi'lu ma amara Allahu ta'ala, ni kuyafanya yale ambayo kwamba aliyoamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika al-a'mal na katika ibada mbalimbali, basi kuweza kuwa sisi watekelezaji tuwe watiifu kuyatekeleza. Lakini watarku maanaha Allahu Subhanahu wa Ta'ala anhu, na kujepusha nayo na kuyaacha yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyakataza. Kwa hiyo kwa ufupi, katika maana ya ucha Mungu, kwa maana kuyafanya yale aliyoamrisha Mwenyezi Mungu pamoja na mtume wake, lakini pia kuyawacha yale ambayo Mwenyezi Mungu na mtume wake wameyakataza. Sasa tukiwa tunafanya hivyo,
haya ni mambo, hizi amali hizi tukifanya hivyo itakuwa athari yake inatupelekea sisi kuwa wacha Mungu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa haya 13 yamepita ya Ramadhani. Kwa hiyo hivi sasa kila mja anatakikana tujiweze kujitathmini kitu gani sisi tumefanya katika hizi Ramadhani 12, ambapo katika hadithi iliyokuja ya Ibn Khuzaima katika sahihi yake amezungumzia, akasema katika 13 akasema awwaluhu rahma, 10 la mwanzo kuanzia mwezi mosi mpaka mwezi 10, hii ni 10 la rahma. Wa awsatuhu maghfira, na 10 la pili la katikati ambayo inakuwa kuanzia mwezi 11 pale mpaka mwezi 20, hapa inakuja itakuwa ni kuti gani la 10 la maghfira. Wa akhiruhu, na 10 la mwisho itqum minan nar, ni kuachwa huru watu kuepukana na moto. Kwa hiyo ukiangalia madhumuni ya Ramadhani tumeletewa sisi tuwe wacha Mungu, na kuwa wacha Mungu nini napelekea? Tumche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili tupate pepo yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini na vile vile kuwa wacha Mungu ili kujiepusha na maasi, ili tuepukane na moto. Na ndio katika tafsiri hii ya Ramadhani ilivyokuja na imejumuishwa ili kupatikana haya rehema za Mwenyezi Mungu, maghfira yake, na kupata vile vile ridha za Mwenyezi Mungu, radhi zake, na kuingia peponi. Katika hadithi mashhur ambayo imekuja muttafaqun alayhi, wala Mtume alayhi salatu wasalam anasema kwamba idha jaa Ramadan futihati abwabul janna, kwamba Ramadhani inapokuja hii basi Allah Subhanahu wa Ta'ala tunaelezwa kwamba futihati abwabul janna, milango ya pepo inafunguliwa. Milango yote ya pepo inakuwa inafunguliwa. Na bilmunasaba, kwa mnasaba huu kwamba tunaambiwa katika athari ambazo zimekuja, ile siku ya kwanza tu ya Ramadhani, mwezi umeandama, umeshaonekana mwezi, basi ile pepo tatazayyanat, inakuwa inapambwa na inakuwa katika hali ya kupendeza mno kabisa, mpaka inafikia wakati mahurul aini wale wanaona wivu, wanajiuliza je, kuna harusi ya nani, au kuna fi man khatibu, nani anayekuja kuposa? Yani kama kuna sherehe kubwa sana, jinsi inavyonukia na inakuwa katika mazingira mazuri kabisa ya kuvutia pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo futihati abwabul janna, milango yote ya pepo inakuwa inafunguliwa, kwa maana ili kupatiwa sisi waumini fursa za kuweza kufanya amali taa za aina tofauti ambazo zitakazokuwa si sababu za kutupeleka peponi. Basi hii ndio fursa na huu ndio wakati wake wa kuweza mtu kujiachia katika kufanya amali nzuri ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuwa anazipenda na vile vile kuziridhia. Kwa hiyo futihat abwabul janna wa ghuliqat abwabu nar, na vile vile milango ya motoni, abwabu niran, milango ya motoni, basi yote milango 7 inafungwa. Kule milango ya 8 ya peponi inafunguliwa, wala hautofungwa wala hata mlango mmoja, yote inakuwa iko wazi. Lakini vile vile wa ghuliqat abwabu niran, na milango ya moto inafungwa. Na jambo la 3, wasufidati shayatin, na mashaitani basi huwa wanatiwa pingu, wanapigwa pingu. Zimekuja katika riwaya hadithi kwamba inasemekana imekuja kwa maana malaika Jibril alayhi salatu wasalam, yeye ndiye ambaye atakayekuwa anawadhibiti hawa ifrit min aljinni, yani hawa maradatul jinni, wale majini makorofi, majini makorofi ambao wanakuja kufisiri katika amali za binadamu, amali za wanadamu. Sasa wale watapigwa pingu na minyororo kufungwa, halafu kwenda kutupwa huko baharini kabisa. Hizo zimekuja baadhi ya riwaya, lakini hata ukiachilia hivyo, kutokana na ile ibada ya saumu ikija kimaanawi, ukiachia hiki dhahiri tunazungumzia kufungwa hivyo, lakini kimaanawi tunapoiangalia pia uhalisia wa hizi ibada, basi inakuwa ni kikwazo dhidi ya shaitan, inakuwa tayari vinaweza vikamzuia shaitani asiweze akakuharibia wewe amali zako, ewe ndugu yangu Muislamu. Na hili tunajifunza kutokana na mafundisho yake Bwana Mtume alayhi salatu wasalam, kwamba mtu unapofanya ibada ukajielekeza kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi nakuwa wewe hii ni silaha dhidi ya shetani, unaweza kumdhibiti asikudhuru, na vile vile shetani yule asikuletee madhara na asikuharibie ibada zako na amali zako za khairi unazozifanya. Tuangalie, tunafahamu kwamba huyu shetani, bila shaka mahusiano yetu sisi na shetani, kwamba uhusiano wa uadui, al-adawa,
ni uadui, na hili katueleza bayana Allah subhanahu wa ta'ala alivyotuambia, inna shaitana kana lakum adu, hakika shaitan amekuwa kwenu nyinyi kwa maana ni adui, tena aduu mubin, tena uadui wake wa dhahir. Kwa hiyo tunaambiwa katika aya nyingine, fattakhidhuhu aduwa, mfanyeni na nyinyi shetani asiwe rafiki yenu, mfanyeni kuwa ni adui yenu. Kwa shetani, uadui wa shetani ni mkubwa mno kabisa, na ukiachia uadui huu wa shetani, hatari kubwa zaidi kwamba amepewa power, nguvu ambazo ya kuweza kutumiliki na kutuingia katika viwiliwili vyetu. Imekuja hadithi inaeleza kwamba hakuna bwanadamu yote illa waqad wukila bihi qarinun min aljinni, isipokuwa basi kuna qarinu min aljinni, kuna jini ambaye tayari tunasalitiwa naye, tuko naye katika maisha yetu, katika viwiliwili vyetu tuko nao. Basi masahaba radhiallahu anhu wakauliza, hata wewe ya Rasulullah? Akasema ndio, na mimi pia, ila isipokuwa Mwenyezi Mungu amenisaidia huyu qarinu min aljinni, huyu shaitani huyu kwangu mimi kadi aslama, ashasilimu. Kwa hiyo hani amrishi chochote katika maasi isipokuwa ni khair tu. Basi tunafahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha sisi na majini sote kwa ajili ya kumwabudu, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikumuumba jini wala binadamu isipokuwa kwa ajili ya ibada. Kwa hivyo hata hawa majini na wao wanatakikana wamwabudie Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo bwana mtume hata da'wa yake alikuwa akilingania mpaka kwa majini, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru min aljinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Unaona, majini walisema kwa tumesikia Qur'an ya maajabu kabisa. Kwa hiyo hata wao wanatakikana vile vile wamwabudie Allah subhanahu wa ta'ala na wafanye ibada, waswali, wasome Qur'an na mengineyo. Sasa huyu shaitani min aljinni tunaambiwa kila mtu anaye, hata yeye bwana mtume, lakini kwa bwana mtume kesha salimu amri. Sasa baya zaidi tumesema huyu kapewa uwezo wa kutembea katika viwiliwili vyetu, kama anavyosema bwana mtume, ma min ibni adam, anasema kwamba katika hadithi nyingine imekuja kwamba ash-shaytanu yajri, kwamba shetani anatembea min jismi ibni adam, katika kiwiliwili cha mwanadamu, kajari dami fil uruq, kama damu inavyotembea kwenye mishipa. Yani damu inavyotembea kwenye mishipa yetu, basi shetani ndivyo anavyotembea. Na basi anavyotembea yeye katika mwili, anatafuta ile sehemu nyeti, sehemu muhimu ambayo ataweza kuathiri viungo vya mwanadamu katika kutoa ule upotofu wake na kutaka kushawishi ule ushawishi wake. Na kiungo hicho ambacho ni muhimu sana ni moyo, kwa sababu bwana mtume anasema, ala inna fil jasadi mudghah, kwamba fahamuni, katika kiwiliwili kuna kipande cha nyama, idha saluhat, kinapotengenea saluha aljasadu kullu, mwili mzima unatengenea, wa idha fasadat, na kinapoharibika fasada aljasadu kullu, mwili wote unaharibika, ala wa hiya alqalb. Kwa hiyo kipande hicho ni cha moyo. Kwa hiyo shetani anafahamu moyo, thamani yake na uzito wake, na vipi unaathiri katika viungo vinginevyo. Imekuwa ndio remote, ambayo remote inayoongoza katika viungo vinginevyo. Kwa hiyo hiyo anafahamu, ndio anasema ash-shaytanu yaltaqimu qalba ibn adam, shetani anakuja kuushawishi moyo wa mwanadamu na kushika ili kuweza kuudhibiti katika kufanya maasi. Lakini tunaambiwa idha dhakara Allah, wewe mwanadamu ukimkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, ukimtaja, khanasa indahu, anarudi nyuma, shetani anakimbia, kwa sababu ile dhikri ni nuru, na nuru inakuwa tayari inamunguza shetani, hawezi kubakia katika moyo ambao kwamba unamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndio bwana mtume akaweza kumdhibiti yule qarin, kwa sababu kila kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli hinin, bwana mtume alikuwa sifa yake akimtaja Mwenyezi Mungu kila wakati. Kwa hiyo fursa shetani haipati ya kuweza kumwingia na kuweza kumshawishi. Kwa hiyo hata mimi na wewe tukiwa na tabia kama hiyo ya kumtaja sana Mwenyezi Mungu, basi tutaweza kuweka silaha hii madhubuti kumdhibiti shetani. Kwa hiyo wa idha dhakara Allah khanasa indahu wa idha nasiya Allah iltaqama qalbahu. Lakini shetani haiko mbali, anakuangalia. Ukimsahau Mwenyezi Mungu anakuja tena kushawishi. Kwa hiyo inawezekana katika hali kama unaona, ibada ya dhikri hapa inamuepusha shetani kuwa mbali na wewe, bila kwamba kufungwa minyororo ule shetani. Lakini vile vile, kwa hiyo hata ibada ya funga, asiyam,
Kwa hiyo mtu unapofunga vile vile asaumu inakuwa inamzuia shetani asiwezi kukuharibia amali zako, kama anavyosema Bwana Mtume, ash-shaytanu tulivyosema pale, yajri min jismi ibn adam kwamba anatembea kutokana katika kiwili cha mwanadamu pale, kajari dami fil uruq, kama damu inavyotembea katika mishipa. Fadayyiqu alayhi majarihi, basi zuieni, zibeni, ibaneni ile njia zake anazopita shetani, basi muweze kumzuia. Sasa vipi utamzuia shetani? Kutokana na kutembea katika mwili wako na kupitia katika ile mishipa. Imekuja hadithi nyingine ambayo ikabainisha kwamba Mtume anasema alayhi salatu wasalam, ya ma'ashara shababi man istata'a minkum albaa falyatazawwaj, yenye kukamana vijana, yule ambaye atakayekuwa anao uwezo basi katika nyinyi aowe. Fa innahu aghaddu lilbasar, kwa sababu ndoa inamfumba mtu macho asiweze kuangalia mambo ya haramu, lakini vile vile wa ahsanu lilfarj, na inahifadhi utupu, asizini mtu, asiingie katika mashaka ya zina, kwa sababu ile ndoa anaweza kumiliki na kuzuia matamanio yake. Kwa hiyo hii kwa mwenye uwezo huo wa kuweza kumtosheleza mke, kumpa huduma na masala ya huduma zake, masala kimatibaki ya matumizi ya kimwili au haja za kimwili, haya yote basi awe. Wa man lam yastati, akasema yule ambaye hawezi kuoa kwa maana hana uwezo, basi fa alayhi bisawm, basi ajilazimishe kufunga. Yani ukiachia Ramadhani, hata funga za sunna zile unafunga kwa wingi, nini athari yake? Fa innahu lahu wija, kwa sababu ile funga kwa kama kizuizi. Yani ukijalia mfano tuseme labda chupa ya maji ile ya drop, tujalie umetia maji, yale maji ambayo yamo ndani mule inakuwa ndio kama shahwa zenye matamanio. Sasa unapofunga kile kizibu pale, basi umezuia ile maji yalikuwa mule yasimwagike. Kwa hiyo hali kadhalika na pale unapofunga, ile funga ni kama kizuie wija, yani kizuizi, unazuia ile shahwa, unavunja shahwa. Ile funga inavunja shahwa, matamanio yako yasiwezi kuibuka, lakini na shetani unamdhibiti asiwezi kuja kushawishi kwa kutumia matamanio yako wewe ukafanya maasi. Kwa hiyo hii utakuta hapa ile saumu automatic, ibada yenyewe inamdhibiti shetani kuweza asikufikie wewe na kukushawishi kufanya maasi. Kwa hiyo katika hali zote hizo tunasema, kwa hiyo wasufidati shayatin, na mashaitani wanafungwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ayuha alikhwa, tunapoyazungumza haya yote, Mwenyezi Mungu amekuonesha rehema zake, ile awaruhu rahma, rehema za Mwenyezi Mungu, anaturehemu mpaka anatupa amali kama hizi, ibada kama hizi, kuweza kumdhibiti shetani vile vile, na amali kama hizi ili tuweze kupata maghfira na msamaha wake. Ayuha alikhwa, tunapozungumzia suala la msamaha, na hili 10 la mwisho tunalokuja kulizungumzia ni itqum minan nar, kuachwa huru na moto. Na bila shaka tunaposema mtu kuachwa huru na moto, hapo tunakusudiwa kwa maana mja huyu apate kuingia peponi akiwa sio mtu wa motoni, kwa maana atakuwa ni mtu wa peponi. Sasa ili uwe mtu wa peponi, hapa kunahitajia usafi. Lazima mtu uwe safi, kwa sababu sisi tunaambiwa alislamu nadhifun fatanadhafu, Uislamu ni usafi, kwa hiyo na nyinyi nadhifisheni. Lakini tukaambiwa vile vile katika hadithi nyingine kwamba inna Allaha tayyibun la yakbalu illa tayyib, kwa maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mzuri na yeye hakubali isipokuwa kile kitu kizuri kabisa. Kwa hiyo hata sisi ili Mwenyezi Mungu atukubali tuingie peponi, tuwe watu wazuri, basi vile vile tuwe safi, tunisafike. Na katika miongoni mwa usafi mtu kutuharika na madhambi, ndio Mwenyezi Mungu anasema inna Allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Mwenyezi Mungu anawapenda waja wake wenye kutubia na wenye vile vile kutakasika. Sasa tujitathmini katika 10 yaliyopita haya, vipi katika suala hili tuko safi, tumesafika? Na Mwenyezi Mungu katujalia katika mwezi wa Ramadhani huu ibada nyingi ambazo unavozifanya ni sababu ya kusafika, kuepukana na madhambi yako na makosa yako na machafu yako. Tukichukulia mfano baadhi ya ibada kama hizo ambazo zimo katika mwezi wa Ramadhani, tunapata na tunasafishwa madhambi yetu ili tuwe safi, tuwe huru kabisa. Mfano tunachukulia ibada ya saum. Mtume anasema alayhi salatu wasallam katika hadithi sahihi, man sama ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yule yoyote atakayefunga funga ya Ramadhani imana wa ihtisaban, hali ya kuwa na imani thabit kwamba hii ni amri ya Mwenyezi Mungu na anaamini kwa maana amri ya Mwenyezi Mungu na ni wajibu kwangu kuitekeleza, naye akawa ni mtiifu, wa ihtisaban, na akatarajia kupata thawabu mbele ya Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi,
anasamehewa dhambi zake zote zilizotangulia, yani maasi yote aliyofanya, basi kwa utukufu wa funga na fadhila zake, basi Allah subhanahu wa ta'ala anakusamehe dhambi zako. Lakini si hivyo tu, amali nyinginezo ukizifanya, mfano qiyamul layli, salatu tarawih, ambayo hii special maalum ipo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tarawih huipati miezi minginezo, huko mwingine miezi mingine utasali tahajjudi, witri na swala nyinginezo ambazo, lakini hii special maalum imekuja kwa Ramadhani kuonesha utukufu wake. Swala hii, man qama Ramadhan, Mtume anasema alayhi salatu wasalam, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yule atakayesimama akaswali qiyamul layli usiku, hali ya kutarajia, hali ya kuwa na imani timam, imani kamili, na akatarajia thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, anasamehewa dhambi zake. Unaona ibada vile. Lakini si hivyo tu, miongoni mwa amali ambazo muhimu sana kabisa ambazo mja tujikurubishe kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ayuhal ikhwa, ni hizi ambazo zimo katika 10 hili la tatu. Sasa hapa nagusia 10 la tatu, nalo tunazungumza wa akhiru itqum minan nar, yani 10 hili la mwisho ili kuachwa huru mtu na moto. Kuna amali nyingi ambazo wewe ukizifanya zitakupelekea kuachwa huru na moto. Kwanza ayuhal ikhwa, ndugu zangu Waislamu, tunatakana katika 10 hili la tatu, basi tujitahidini sana kujipinda na kufanya ibada kwa wingi, ikiwa kufanya hivyo ni kufuata sunna ya Bwana Mtume alayhi salatu wasalam. Kwani tunaambiwa katika hadithi ambayo anaisimulia mama Aisha radhiallahu anha, anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yajtahidu fi Ramadhani fi ashr akhir min Ramadhan ma la yajtahidu fi ghairi, kwamba Bwana Mtume alayhi salatu wasallam alikuwa akijitahidi kufanya ibada sana katika 10 la mwisho la Ramadhani, zile jitihada ambazo huwezi ukaona mfano wake 10 mengineyo ya Ramadhani katika haya 10 mawili aliyotangulia au miezi mengineyo. Kwa hiyo ilikuwa jitihada zake bidii akifanya. Hayo unaweza kujiuliza, je, jitihada gani ambazo Bwana Mtume alikuwa akifanya katika kufanya ibada zake katika 10 hili la mwisho? Tunaambiwa katika hadithi nyingine hapa pia anatusimulia mama Aisha radhiallahu anha, anasema kwamba idha dakhala al-ashra, kwamba Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa idha dakhala al-ashra al-akhira, al-ashru idha dakhala al-ashru, napoingia hili 10 la mwisho, yani ashrul akhir min Ramadhan, basi shadda mi'zara, huwa anafunga kibwebwe. Yani kibwebwe hapa tunasumia hapa ni lugha imetumika ya kinaya, fumbo, kuonesha kama vile mtu unapokuwa una jambo muhimu kazi uifanye, unafunga kibwebwe, yani unafunga nguo yako kiunoni pale, kama unataka yani tuseme labda kuruka mtaro au msingi, ili kuweza miguu yako iweze kutanuka vizuri na kupiga hatua kubwa, basi unafunga ili upate nguvu. Sasa yeye kana yashuddu mi'zara, anafunga vile vile kibwebwe ili kwa ajili ya kufanya ibada, kwa maana anajitahidi sana. Lakini si hivyo tukubali kupania hivyo, lakini vile vile tunaambiwa wa ahya laila, anahuisha masiku yale ya 10 la mwisho la Ramadhani kwa kufanya ibada mbalimbali za usiku. Lakini si hivyo tu, tukaambiwa vile vile wa aiqadha ahla, na pia Bwana Mtume alikuwa anaamsha watu wake, familia yake ya nyumbani usiku, wafanye ibada kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya yote yanaonekana katika 10 hili kuweza kushughulikia ndani yake, mna fadhila nyingi sana na mna khairi kubwa sana ambazo zinapatikana. Kwa hiyo Bwana Mtume alikuwa akijitahidi kabisa, huwezi ukakuta mfano wa jitihada katika 10 kama hili. Kwa hiyo lakini ukiachilia hapo, Bwana Mtume alayhi salatu wasalam katika jitihada zake, basi akawa anachukua hatua za ibada yake, kwamba kuachana na starehe za ulimwengu, bali kuachana na mambo yote ambayo kwamba yenye kupita duniani. Lakini alikuwa Bwana Mtume akichukua msimamo wa kukaa kambi, ya kukaa i'tikafu. Wama adraka al-i'tikafu, na kipi kitakachokujulisha mali i'tikafu? I'tikafu ndio kitu gani? Tunaposema i'tikafu manake huwa luzumu walmukthu fil masjid, ni kujilazimisha mtu kukaa msikitini. Yani hii ni ibada muhimu sana, yani kitendo cha kukaa msikitini biniyati ibadatillah,
kwa nia ya kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu kwa kufanya ibada. Hiyo inaitwa i'tikafu. Sasa i'tikafu hii ni ibada muhimu kabisa kabisa, ambayo ilikuwa Bwana Mtume 10 lote ili la mwisho akikaa i'tikafu ili kwa ajili ya kufanya ibada, kujikurubisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili limethibiti ukaji wa itikafu, tunasema hii ni sunna muakkada, ni sunna ambayo kwamba iliyokokotezwa. Na nini maana sunna muakkada? Maana ni jambo ambalo Bwana Mtume alayhi salatu wasallam kalifanya akadumu nalo bila kuliwacha. Kwa hiyo na tunaambiwa katika riwaya mbalimbali zimekuja Bwana Mtume alayhi salatu wasallam alikakana ya'takifu fi 10 al-akhir min Ramadan, akikaa itikafu katika 10 la mwisho, hata tawafahu Allah, mpaka Mwenyezi Mungu akamfisha, yani mpaka umri wake tokea kwanza kukaa itikafu hajakatisha, mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyokuja akamfisha. Fa'takafa, basi zaujatuhu, wakakaa vile vile wake zake vile vile. Na riwaya imekuja vile vile katika ule mwaka ambao Bwana Mtume alayhi salatu wasallam alikufa, alikaa i'takafa 20 yauman, alikaa itikafu siku 20, kuonesha umuhimu wa ibada ya itikafu. Na itikafu imethibiti kwa Qur'ani. Mwenyezi Mungu anasema Subhanahu wa Ta'ala, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, wala msiwaingilie wake zenu, msifanye nao tendo la ndoa hali ya kuwa nyinyi mmekaa itikafu msikitini. Angalia namna gani ibada ya itikafu ile utukufu wake ulikuwa uko juu. Leo ikiwa ibada ya saum, mtu unafunga, hakuna uharamu wa baada ya kufutari kuweza mtu kufanya tendo la ndoa na mkewe. Uhilla lakum lailata siyam rafathu ila nisaakum, tumeambiwa hivyo, mmehalalishiwa nyinyi ule usiku wa funga kuingilia wake zenu. Kwa hiyo hilo ni halal. Lakini unapokaa itikafu, hilo jambo limeharamishwa, halitakikani kabisa. Tunaambiwa wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, wala msije mkawaingilia wake zenu na hali ya kuwa nyinyi mmekaa itikafu ndani ya misikiti. Tena tunaambiwa tilka hududullah fala ta'taduha, hiyo ni mipaka ya Mwenyezi Mungu, msije mkapindukia. Kwa jambo hilo halitakikani kabisa. Mtu umekaa itikafu halafu kaa tayari unaenda kustarehe na mkeo, hapana. Kuonesha uzito wa ibada ya itikafu, na bakia msikitini tu, fanya ibada zako, fanya taa zako katika hali kama hii. Na tunapozungumzia itikafu hii tunakusudia itikafu ya Ramadhan, kwa sababu tunapozungumzia itikafu zimegawika. Kuna itikafu za aina 3. Kuna itikafu ya mwanzo ni wajib, ambao ni fardhu. Na hii inakuwaje? Itikafu hii ni ile ambayo kwamba mtu atakaponadhiria juu ya kitu fulani. Mfano, anasema mimi nikipata mtoto basi nitakaa itikafu siku 3 msikitini, au nikipata kazi fulani nitakaa itikafu msikitini. Sasa nadhiri kama hii ni wajibu kutekeleza. Hii itakuwa itikafu yako ni fardhu, na itikafu kama hii lazima ufunge. Kama vile itikafu ya pili, tunapokuja aina ya pili, itikafu ya sunna muakkada, sunna ambayo imetiliwa mkazo, ni hizi siku 10 kuanzia mwezi 20, 21 hapa mpaka mwisho wa mwezi 29 au 30, siku 10 hizi unakaa i'tikafu. Hii inakuwa ni fardhu, tunasema ni sunna muakkada. Kwa hiyo na hii unatakikana uwe umefunga mchana na usiku, basi khalas unakula unakaa itikafu. Hii ni aina ya pili ya itikafu. Na itikafu ya 3 tunasema ni ya sunna ambayo kwa ni mutlaq, yani tunasema tatawuan, ni itikafu ya kujitolea tu. Mtu mathalan hii kila wakati unapoingia msikitini, muda wote ule unaenda msikitini kuswali adhuhuri au alasiri au swala 5, basi baada ya kutia nia ya dua ya kuomba dua ya msikitini, ya kuingilia msikitini ile, basi unatia nia na waitu sunnat al-i'tikafi hadha al-masjid, muda iqamati fihi, muda wote unaokaa msikitini na tia nia itikafu. Sasa ile muda ambao utakao kuwepo dakika 2, dakika 3, dakika 4, 5, utakuwa unapata thawabu za itikafu. Ayuha al-ikhwa, nini thawabu za itikafu? Malipo ya itikafu ni malipo makubwa sana. Bwana Mtume anasema man i'takafa imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bado tunasafishwa madhambi yetu. Yule atakayekaa itikafu kama hii itikafu 10 la mwisho la Ramadhani, ukakaa itikafu tena imana wa ihtisaban, hali ya kuwa na imani na kutarajia thawabu kwa Mwenyezi Mungu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa dhambi zake ambazo zimetangulia. Katika hadithi nyingine, man i'takafa al-10 awakhir min Ramadhani, atakayekaa itikafu 10 la mwisho la Ramadhani, basi fadhila zake inakuwa ni kama mtu alitekeleza kahajjataini wa umrataini,
kama mtu ambaye umetekeleza ibada ya hija 2 na umra 2. Haya ni malipo makubwa ambayo yanapatikana katika ibada hii ya itikafu. Kwa hiyo ayuha alikhwa, tusiache 10 hili la mwisho ni fursa ya kupiga kambi kwa ajili ya Allah, kujitolea ili tupate neema kama hizi na neema nyingine nyingi ambazo zinapatikana katika kukaa itikafu. Ikiwa hivi ni kuhuisha sunna ya Bwana Mtume alayhi salatu wassalam, kwani tunaambiwa wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, lolote analokupeni Mtume sallallahu alaihi wasallam lichukueni, na lile ambalo anakukatazeni acheni nalo. Ayuha ikhwa, unaweza kujiuliza kwa nini kukaa itikafu? Kwa nini Bwana Mtume alayhi sallam akipata shida kama hivi na tabu kama hii? Lianna fi hadha al-ashr al-akhir min Ramadan lailatul qadr, kwa sababu katika hili 10 la mwisho la Ramadhani ndiko ambapo zimethibitika hadithi za mwisho kabisa kwamba ndipo ambapo inapatikana Lailatul Qadr, na tunaambiwa Lailatul Qadr fadhila zake khairum min 1000 shahri. Ibada utakayoifanya usiku mmoja basi ni bora kuliko ibada ya miezi 1000. Yani miezi 1000 wana hesabu, wamefanya hesabu hiyo wakajumuisha takriban miaka 83. Hebu angalia ayuha alikhwa, mashallah, ni bonus gani, ni fadhila gani hizi? Wewe ibada ya saa moja tu au masaa mawili pale utakapowafikishwa ile Lailatul Qadr kuidiriki tu, unaambiwa hesabu yako unazidishiwa mara miezi 1000, takriban miaka 83 kwa ibada ya masaa machache tu. Haya yote inaonesha namna gani ya ukarimu wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na namna gani ya rehema zake Mwenyezi Mungu kuweza kuturehemu sisi ummati Muhammad na kuonesha fadhila ambazo zinapatikana katika usiku kama huu wa Lailatul Qadr na miezi mingineyo. Na haya yote yamekuja kwa sababu sisi ummati Muhammad ni ummati ambao kwamba kwanza umri wetu ni mchache. Kwa maana tunaishi katika umri kama alivyozungumza Bwana Mtume, umri wetu unacheza kati ya 60 mpaka 100, na wachache ambao wanaopindukia 150, 110, 120. Kwa sasa hivi ni hakuna vitu kama hivyo, zaidi 100, 110. Umesikia mtu miaka mingi 115 labda, lakini wengi tunacheza hapo hapo kwenye 60 mpaka kwenye 100, hapa ndo majority wengi. Sasa vile vile na kwa umri wetu ni mfupi, basi hata zile taa zetu, amali zetu zinakuwa ni chache vile vile, zinakuwa ni chache zile amali zetu. Kwa maana hiyo Mwenyezi Mungu amejalia amali chache wakati mwingine unazifanya, lakini malipo yake yanakuwa ni makubwa mno kabisa. Sasa katika hayo, ili kurefusha angalau na sisi tulingane na nyumati ambazo zilizotangulia, kwa sababu wenzetu waliotangulia mashallah walikuwa wanaishi umri mrefu. Mfano tukiangalia katika ummati wa Nabiyullah Nuh alayhi salatu wasalam, yeye tu mwenyewe katika harakati za kidawa basi amelingania takriban miaka 950. Yeye analingania tu katika dawa miaka 950 analingania dawa. Sasa sikwambii katika hapo umri mwingine alioishi zaidi hapo inaweza kufika 1000, kuna wengine 500, 600, 700, 800, lakini utakuta haya yote. Kwa hiyo ikiwa umri wake mtu mrefu katika akiwa ni mtu mashallah amewafikishwa kufanya amali za kheri, atafanya kheri miaka mingi, miaka 200, miaka 300, 400, 500, 600, 700. Lakini sisi umri wetu ndio miaka 60 tu, katika umri kama huo umeishi. Sasa bila shaka hapa itakuwa maasi, itakuwa ni machache vile vile taban, lakini vile vile na zile taa na amali ambazo zitakuwa vile vile ni chache katika hali kama hiyo. Kwa hiyo haya yote Mwenyezi Mungu atujalia kutupatia amali zetu tunazozifanya sisi, amali ni chache lakini malipo yake makubwa. Sasa miongoni mwa malipo kama hayo ni hizi amali ambazo unazozifanya katika Lailatul Qadr, unalipwa miaka 83. Ayuha ikhwa, katika usiku wa Lailatul Qadr tukithirishe sana kumhila mwisho kupeleka maombi sana, kumwomba Mwenyezi Mungu katika dua za kheri, ili Mwenyezi Mungu atutakabalie, kwa sababu tunaambiwa ad-du'a mukhul ibada, dua ndiyo ubongo wa ibada. Na katika dua za kukithirisha sana mwezi huu wa Ramadhani, hasa kumhila mwisho, Bwana Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, anasema fastakthiru bi 4 khisal, kithirisheni kuleta, istakthiru yani kithirisheni kuleta mambo manne. Mambo manne khasulatani turduna bihima rabbakum, kwamba mambo mawili haya mtamridhisha Mola wenu, na khasulatani la ghina lakum anhuma, kwamba na mambo mawili haya
mengine nyinyi mnayahitajia, kila mmoja anahitajia. Akasema kwa hadithi haraka haraka kumalizia hapa, nasema ama yale mambo mawili ambayo nyinyi mnahitajia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anasema fa shahadatu la ilaha illa Allah, ni kusema ashhadu an la ilaha illa Allah, halafu watastaghfirunahu, na kuleta istighfar nastaghfirullah. Halafu na yale mawili ambayo kwamba nyinyi mnayahitajia hamtosheki nayo, akasema kwamba tasalunahu aljanna, mnamwomba Mwenyezi Mungu pepo, watuawidhunahu minan nar, na mnajikinga na moto. Ndio maana wanavioni wakatokea ule uradi tunauleta wa Ramadhan, ashhadu an la ilaha illa Allah wa astaghfirullah. Ndio wale mawili yale, kutaka shahada, kushuhudia kwamba hakuna mola pasiye kuabudiwa kwa haki kwa Allah, halafu astaghfirullah, namtaka Mwenyezi Mungu msamaha, halafu kasema as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar, na kuomba mola wangu pepo na najilinda minan nar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Hiki kipande hiki cha mwisho imekuja hadithi yake kwa mama Aisha, alimuuliza bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, je, ule usiku wa Lailatul Qadr ukinifikia niombe dua gani? Akamwambia quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya afu ya afu. Ndio wanaviona wakatumalizia ule uradi wote ukapatikana, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karimal afw. Hizi ni dua muhimu sana, uradi wewe katika harakati zako, unaendesha gari, basi ashhadu la ilaha illa Allah wa astaghfirullah, as'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya afu ya afu. Wewe kama mama unapika jikoni, unakuna nazi, unapika maharage yako, unapika tambi zako, yani wewe ndo nyimbo, ndo uradi wetu ambao kwamba adhkari za kuleta katika mwezi huu wa Ramadhani. Ndani yake kuna malipo makubwa. Tunamwomba Mwenyezi Mungu insha Allah atuwafikishe katika kufanya khairat katika mwezi huu, na tuweze kuhitimisha mwezi huu wa Ramadhani, na tuweze kupata fadhila na neema kubwa ambazo Mwenyezi Mungu ameziahidi kwa umati wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika mwezi huu. Wabillahi tawfiq wa ila huna aktafi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.